ya Jeriko. Batu como wajale kiuna.
Mungu liko hai. Si hata kuna mahali Paulo alisema yeye haonei haya injili ya Yesu Kristo, kwa sababu ni nguvu za Mungu ziletao, nguvu ambayo inaleta wokovu. Kwa hivyo yeye mradi unanena, hata ukue baadaye, kama vile tumesikia mhubiri akasema, yeye ukimpa sadaka atakuombea na utabarikiwa. Lakini kwanza ufanye nini? Umpe baraka, akuitishie umpe sadaka, akuitishie nini? Baraka yako, lakini kwanza umlipe. Sasa ni ajabu watu wanahubiri kwa njia tofauti. Leo tunaona kitendawili sehemu ya pili. Tusome Wafilipi wa kwanza 19 mpaka 30. Kuna mambo machache ambayo tutaona hapa. Naona ni mambo manne. Lakini ni mambo mafupi, lakini mambo yana nguvu. Tunaambiwa hivi, kuishi. Si tunaishi hapa duniani? Na mtu anakuuliza, bwana, habari ya maisha? Naona mambo ya maisha yako poa, si ndio? Habari. Huyo maisha yake yamekuwa magumu. Nisikia watu wa Kenya wanasema sisi tunavumilia kuwa wa Kenya kwa sababu maisha yamefanya nini? Yamekuwa magumu. Lakini sasa sisi ambao tunaamini injili ya Yesu Kristo, tunaamini tuna Mungu mbinguni. Na huyu Mungu mbinguni ana nguvu za kutosha, ana uweza wa kutosha, ana mipango ya kutosha kutujali sisi na kuhakikisha maisha yetu yako sawa kulingana na yeye, sio kulingana na sisi. Tulipoanza tukasema kufurahia, watu hufurahia wakati mambo fulani yako mazuri. Mtu ana kazi mzuri, ana mshahara mzuri, ana gari nzuri, ana watoto wazuri. Si niwaambia habari ya msichana mmoja alipokuwa akiongea alikuwa anaongea na mchungaji fulani, akisema vile yeye anaamini maisha yake vile yatakuwa. Akasema mimi naamini. Alisema, niliwaambia watu mambo mangapi? Mambo 5 ama 6 sijui. Akasema kwanza ataolewa na mume mmoja, awe na nini? Mume mmoja. Halafu akiwa na mume mmoja watakuwa na nyumba 2. Moja ya mjini na nyingine ya mashambani. Halafu ya 3 watakuwa na watoto 3. Ya 4 chumba chao kitakuwa, nyumba yao itakuwa, kila nyumba iko na vyumba 4. Halafu watakuwa mahali wanaishi, watakuwa na ekari zao 5. Si ekari 5 mtu akiwa nazo ni mzuri. Halafu Mungu huyo mhubiri akamza, je, isipokuwa hivyo? Je, badala ya watoto 3 mpate 2 itakuwaje? Hapana. Mimi Mungu wangu haizi akafanya hivi. Je, hiyo nyumba msikukosa itakuwaje? Hapana. Mimi naamini na Mungu wangu atafanya. Sasa huyo mhubiri akashangaa, kwani watu wanafanya Mungu ni nani? Mungu ni nini? Mungu si wa kuambiwa kile unataka tena. Si mtumishi. Yeye ni yeye. Sisi tunamtumikia. Na tunaambiwa tutafute ufalme wake kwanza. Tutafute haki yake kwanza, mengine atatufanyia. Na mengine hata tufanyia vile sisi tunaomba. Ndiyo, maombi mengi tutajibiwa na yawe vile tunaomba. Lakini maombi mengi tukitembea na Yesu tutakuta maombi mengine hayajibii vile sisi. Mungu anajibu, lakini hajibu vile ambavyo sisi tunatarajia. Na hiyo ndio inafanya tofauti ya kwamba yeye ni Mungu na sisi ni viumbe vyake. Amen. Tukijua hivyo basi tutamfurahia ya kwamba ndiye Mungu, hakuna hawezi
ya kitu hawezi kufanya, ana uwezo wa kutosha hata hiyo gari unataka hata hiyo ndege ungetaka kuwa nayo anaweza kukupa, lakini yeye anafanya kulingana na mapenzi yake na kulingana vile mmepelekana. Amen. Uhusiano. Sasa hebu tuone tunapoishi hapa, tuishi na mwelekeo gani? Ni mstari wa 19 mpaka 21. Wafilipi wa kwanza 1:19 mpaka 21. Tusikie. Maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu, kwa sababu ya kuomba kwenu na kuzukiwa Roho wa Yesu Kristo, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa udhabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Amen. Ati kuishi, si tunapenda kuishi? Hata tunaumia wakati mmoja wetu ameondoka, si ndio? Kwanza hasa kama alikuwa mtu alikuwa wa karibu. Wengine mimi waona wanasema mtu amekufa, haikuguzi kwa sababu hata ni mtu hukumjua. Lakini mtu unajua unaguzwa. Lakini hapa anatuambia kwamba ni muhimu sasa tujue ya kwamba mambo yote ambayo yanatendeka, Mungu huwa tukiwa na yeye, mambo yote huwa sawa, na Mungu huwa anayatazama, anayafuata, yuko pamoja na sisi. Si alisema yeye ni mchungaji mwema, na tukaambiwa mchungaji mwema hata kondoo sauti yake wanajua, hata yeye anajua sauti ya kondoo wake. Sasa kama hawa mbuzi wa washiko, ukimuuliza atakwambia huyu, si ndio? Na kila mmoja anajua tabia yake, si ndio? Na si hata mbuzi, hata mama ama baba na watoto, si wote ni yeye amezaa, lakini hata atakwambia huyo achana naye. Huyo hata utasikia mama akikwambia huyo achana naye, huyo usiamini yake. Kwa nini? Kwa sababu anamfahamu. Na Mungu huwa hivyo. Lakini tunaambiwa basi tunapoishi kile tumeahidiwa, na ndiyo tunasema ya kwamba ni kufurahia kuishi katika Kristo Yesu, kufurahia kuishi katika Kristo, ni ya kwamba tutakutana na mambo tofauti. Lakini Mtume Paulo hapa anasema alitambua ya kwamba mwisho wake hataaibika. Na kwa nini hataaibika? Hataaibika kwa sababu hata mabaya yaje yataisha, na yakiisha yataishia katika wokovu wake. Ya kwamba kuna siku mambo haya ya dunia yataacha kutusumbua, kwa sababu hatutaamka tukiwa hapa duniani. Na tukitoka hapa duniani, wakati hatuko, tutajali kama bei ya unga imeenda juu ama imeenda chini? Si tunafika mahali ya tukuli hiyo chakula. Sasa ndio kuishi, ya kwamba tunajua tukiishi hapa duniani kuna mwisho wa kuishi. Na basi akasema ya kwamba wokovu wake, na huo wokovu unapatikana kwa maombi. Ati maombi, Paulo akasema mimi kuishi kwangu na maisha yale naishi yanategemea maombi yenu. Kwa hivyo tuwe watu wa kuombeana, ya kwamba maombi yenu na Roho Mtakatifu ananisaidia, ya kwamba mimi nina Roho Mtakatifu ndani yangu na ananisaidia katika yale napitia, na akinisaidia katika yale napitia, wakati mwingine ni magumu,
Wakati mwingine si niliwaambia, wakati mwingine unakuta pesa hakuna imekauka kabisa. Nikawaambia niombeeni nifunguliwe. Nikasema mtaomba, sijui kama ambane mliomba ama mlisahau siku hiyo. Kama bado Mungu atafungua. Kama bado Mungu atafungua. Mliomba? Mseme tu mnaomba na muombi. Hapo anasema kwa sababu ya maombi yenu, na Roho Mtakatifu akiwa ndani yangu, mtafikia mahali natakiwa kufikia. Kwa hivyo akafurahia hivyo, ya kwamba haijalishi. Kwa hivyo tusijali hali vile ziko. Si leo Waian ametuambia alikuwa wiki iliyopita anaumwa, lakini leo haumwi. Ni wiki iliyopita pia tuliombea mrembo. Na yeye yuko aje? Wako sawa. Wewe na wewe mbona ukutoa ushuhuda wewe msichana? Na yeye yuko sawa, si ndio? Kwa hivyo ndio inafanya tunafurahi. Tunajua hata wakati nimeumwa. Nakumbuka ilikuwa siku gani? Kuna siku moja nilisikia nimeumwa sana. Ilikuwa na wewe Dave. Nikakwambia nasikia mwili wangu umekataa. Ilikuwa Ijumaa nilisikia mara moja ni kama mwili umelegea, una uchovu mwingi. Na nilipoenda nyumbani sikufanya mengi, nikajua hapa wacha nahitaji mwili kupumzika, ni uchovu. Leo sina hiyo tatizo. Nikiamka asubuhi yake nilikuwa sawa. Akasema ya kwamba yeye hataona aibu kama. Ya kwamba hata mkifikiri ameaibika, na Mtume Paulo unaona wakati anaongea unasikia anasema hataona aibu. Lakini kifo ambacho alikufa kilikuwa kifo si kifo kizuri kama wengine, kama cha Ibrahimu ama cha nani? Kama kifo cha Ibrahimu ama cha nani alikufa na miaka mizuri, kama Daudi alikufa tu yeye. Hatuambiwa alikuwa mgonjwa, tuliambiwa tu alianza kusikia baridi, si ndio? Hakuwa na maumivu. Na wiki iliyopita pia tulikumbuka huyu nabii alikuwa anaitwa Elisha, ya kwamba akaugua. Na hicho kifo chake kikatokana na kuugua. Lakini hata akiugua, wakati mfalme alienda kumuakalia, yeye bado alikuwa kazini. Unasikia anajua ni mgonjwa, lakini alimwambia hebu leta nini? Chukua uta, chukua mishale, tupa mishale. Yule akatupa mara moja, akatupa sijui mara 2, 3 akaacha. Akamuuliza mbona umeacha? Sasa hivyo umetupa na umeacha, ndivyo utashinda mara hizo, alafu utashinda. Kwa nini? Kwa sababu yeye hakuwa na hiyo imani ya kwamba alimeambiwa tupa mishale, si angetupa yote kabisa itupe. Sababu haikuwa amepimiwa. Sasa naye Paulo anasema hata mimi maisha yangu sitajipimia niseme niko gerezani, sijui nitatoka, sijui sitatoka. Kwa sababu hata alikuwa anaambiwa hao wa Filipi ya kwamba hivi karibuni nitafanya nini? Nitawatembelea, lakini kabla nitawatembelee, si tulisoma alisema atatuma Timotheo. Lakini kweli wa mambo ni kwamba Filipi hakurudi tena. Hakuona Filipi tena. Lakini hata akiwa katika hiyo hali yeye bado alikuwa na tumaini. Kwa hivyo tujue tukiwa tuko hai, tusikate tamaa tukiwa tuko hai. Tushikilie uaminifu wa Bwana Mungu, uweza wa Bwana Mungu na mpango, mapenzi ya Bwana Mungu kwa maisha yetu. Tushikilie kabisa. Tukishikilia hiyo, hata mambo yakiwa magumu, sisi tuko sawa na tunafurahia. Ndio yeye akasema ya kwamba kwa kuwa yeye kuishi ni Kristo Yesu, ya kwamba mradi mimi niko hai ni Kristo Yesu ndani yangu, sisumbuki. Nitasumbuliwa na mambo hapo na pale, lakini mimi katika moyo wangu sitasumbuka. Nitasema Mungu wewe unajua. Jika nimewaambia kumoja kuhusu pastor tulikuwa naye kanisa nilikuwa nahubiria huko Nairobi. Mambo yakija magumu tunashindwa vile alikuwa anatuambia.
Mungu ndiye ana hekima. Mungu ana hekima, anajua ni nini atafanya, na hivyo tukijua hivyo hatusumbuki. Si kama mtoto anakuja kwako anakuambia nahitaji, amesumbuka Mwalimu alisema ona, mwambie usijali, hiyo nitafanya nini? Ama unaambia usijali, nitakuja kuona mwalimu. Si anatulia? Hivyo ndivyo tunapaswa tutulie, tukijua Mungu yuko pamoja nasi na maombi yetu yanafika. Sikuna hivyo ulisema hakuna mahali pipa ya kutupa maombi, ati maombi yote yanafika kwa Mungu. Tukijua hivyo tunatulia. Kwa hivyo tutasema hii kama hivi alisema ya kwamba mimi nikifa ni faida. Kwa nini? Kwa sababu sitasumbuliwa tena na mambo ile inasumbua watu. Sikuna watu wanaishi na ugonjwa fulani unawasumbua. Upungufu fulani, hiyo itakwisha. Tunaambiwa habari za ule maskini alikuwa na tajiri Lazaro. Atiye Lazaro yeye alipokufa matatizo yake yote yakaisha. Vidonda vyake vikaisha. Kudharauliwa, kupeagwa chakula kile kimebaki, hiyo yote chakula kimebaki vinaitwa nini? Viporo. Viporo, akaacha kula viporo. Sasa akakuwa anapumzika, anaburudika. Kwa hivyo hebu tujue hivyo. Na tukiwa hivyo, hali iwe ngumu, tunafurahia Mungu, hatutakosa furaha. Amen. Katika Torati, Kumbukumbu la Torati 31:27 inasema, kwa kuwa uasi wako na ujua, na shingo yako ngumu, angalieni mimi nikali hai pamoja nanyi leo. Mmekuwa waasi juu ya Bwana Mungu, si zaidi mtapokwisha kufa. Ni Musa anaambia wana wa Israeli. Yuko karibu kufa, ama anajua hataishi milele. Anawaambia kwamba kwa kuwa uasi wenu na ujua, na shingo yako ngumu, angalia mimi nikali hai pamoja nanyi. Ya kwamba Musa anawaambia mambo ya Mungu. Anaenda mlimani, anawaambia vile Mungu amefanya. Lakini wanaasi. Na yuko hai. Anasema, je, nikifa mtakuwaje? Sisi ambao sasa tumepokea huo utiifu, hebu tushikilie. Sasa sisi hatungoji Musa aje atuambie, hatungoji mchungaji aje atuambie, hatungoji nabii aje atuambie. Sisi wenyewe tunajisukuma kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, atatuongoza. Amen. Amen. Yohana 21:19 inasema, akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakomtukuza Bwana Mungu. Naye akiisha kusema hayo, akamwambia, nifuate. Ni maneno ya nani hayo? Na aliyekiambia nani hivi? Yesu. Bwana na Mwokozi wetu Yesu akiambia nani? Nani aliambiwa hivyo ya kwamba? Yohana. Hapana, si Yohana, alimwambia Petro. Kwa sababu aliambia Petro, hivi sasa ukiwa kijana unaenda kule unataka, unaenda unafanya kile unataka, si ndio? Lakini siku itakuja wengine watakuchukua wakupeleke kule utaki kwenda. Ndio akamwambia, akisema hivyo alikuwa anaimaanisha kwamba sasa wewe Petro umeshikwa. Sasa umefika mahali utapelekwa. Kule utaki utapelekwa. Na hiyo alikuwa anamaanisha, naambiwa Yesu Kristo alikuwa anamaanisha kifo chake. Kwa sababu Petro hakujipeleka kusulubiwa. Hakuenda kuambia nisulubiwe, nataka kusulubiwa. Lakini wenyewe walimshika wakamsulubisha. Lakini historia na hadithi ambayo inaeleza ni kwamba walipokuja kumsulubisha, yeye alisema hapana, mimi msinisulubishe na msalaba unaangalia juu. Mimi nataka msalaba uangalie nini? Chini, kwa sababu sistahili kusulubiwa kama Bwana na Mwokozi wangu.
Kwa hivyo watu kama walikufa hivyo, lakini mpaka dakika ya mwisho hakuna alikufa akijuta. Sinamkumbuka hata Stefano anapigwa mawe, lakini akipigwa mawe washiko ni ajabu anapigwa mawe, hali mawe anasema naona juu mbinguni kumefanya nini? Kumefunguliwa, namuona Yesu Kristo katika kiti cha enzi wakiwa na Baba, mimi nawaona. Tukiona hivyo hakuna kitu tutaruhusu kitoe furaha yetu. Na aliposema hivyo watu walikasirika, wakampiga mawe akafa. Jambo la pili, uzalishaji 22 mpaka 24. Kwa sababu tuko hapa duniani, kuna kitu kinaitwa kuzalisha. Ninasema nini? 22 mpaka 24 ndio. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalo lichagua silitabui. Ninasogwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Mzalishaji ya kwamba anasema anajikuta anasukumwa na nguvu mbili, zina nguvu zimetoshana. Sasa anashindwa ni nini nzuri, kwa sababu anasema ya kwamba ikiwa niko hapa duniani lazima nifanye kazi, na hii kazi yangu iwe na matunda. Si kufanya kazi ambayo haina matunda. Niwe nazalisha maisha yangu, kuna kitu mpya inatoa, kuna kazi fulani inaonekana. Si tumejua kuna watu wanakaa wanakufa, hata ukiuliza ni nini amefanya anakosa. Kuna watu kama hao. Utasikia mtu fulani akisema akaitwa fulani, aliishi, alienda, akaenda shule, akafanya, na usikii kitu kingine amefanya. Utasikia wakisema baadaye akaanza kusumbuliwa na mwili, si wanasema hivyo. Lakini wasemi kweli, wengine wanasema uongo. Ni alianza kusumbua nini? Mwili. Mwingine si kusumbua mwili, akaanza wizi, akapigwa risasi na polisi. Ati akapatikana na nini? Na ajali, si ndio wanasema? Akafukufa. Lakini ukiuliza huyo mtu ni nini alizalisha, hana. Paulo anasema basi mimi maisha yangu ni muhimu sana nikiwa hapa, ya kwamba nifanye kazi. Sasa juzi washiko tulikuwa huko ilikuwa kwa Ngwatanero, tukasikia story ikatuchekesha. Kwa sababu sisi tulikuwa Ngwatanero. Watu wengine wetu wakaenda wapi? Kutafuta kazi. Wawili wakakosa kazi. Walipokosa kazi, wakakuta ati kazi imeambiwa leo hakuna kazi, iko siku tofauti. Na ni siku ya wakakutana na ndugu wa Dan, wakakunywa, sijui kani walimkuta kunywa chai ama walikuta wakikunywa chai. Wakasema tumeenda kazi tumekosa. Naye wa Dan akamwambia na mimi naenda nini? Ngwatanero, naenda nini? Ibada. Naenda kanisani. Singefikiri wangesema twende. Hapana, hawaendi. Lakini unasikia kazi imekosa, lakini kwa akili watu wanapumbazwa. Unaweza kufikiri sasa mimi niliwacha kwenda kanisa niende mahali, nimekosa kazi, si niende kanisa? Kwa sababu si kanisani wangesema nilikuwa kazi. Sasa kazi kikosa tena kanisani uendi. Paulo akasema hapana, yeye akiwa hai atakuwa katika kazi, na kazi ambayo ina nini? Ina matunda. Kwa hivyo yeye anasema niko na hali ngumu, kwa sababu
hata katika nikifanya kazi natamani sana kwenda huko kuzuri, natamani kwenda kwa Mungu, natamani niende mbinguni tustarehe na yeye huko vizuri. Tunaambiwa huko hakuna nini, tunaambiwa hakuna usiku, si ndio? Tunaambiwa si hata leo tumesema ati kuna Gitwamba. Gitwamba ni mahali pazuri, si ndio? Mahali pana maji vizuri, pametulia vizuri, ati mahali ambapo tutapumzika. Si tunaimba ati kuna wimbo, kuna mto mzuri sana huko, mto wa uzima, maji ya uzima safi kabisa, ati ukiangalia ni kama kioo safi kabisa. Basi yeye anasikia anasukumwa aende huko, anasikia si ningeenda huko, lakini niko huko bado sijaenda. Anasema yeye atajua gini gani mzuri kufanya kazi, kwa sababu nikifanya kazi naendelea kutayarisha taji yangu iwe mzuri zaidi, si ndio? Na heshima yangu. Lakini nikitoka napumzika. Nasema yeye hajui. Na akasema ni sawa, nikiwa hapa kazi, nikiwa sijakufa, ina maana kanisa linanihitaji. Ndugu zangu, na kanisa si hili jengo, ni sisi kwa sisi. Ndugu zangu wananihitaji nguvu zangu, elimu yangu, akili zangu, ujuzi wangu, tunazungumza, tunasaidiana. Si ndivyo sababu ya kanisa? Kwa hivyo akasema basi ni sawa, ya kwamba nikiwa hapa nitakuwa kazini. Tunaambiwa aje basi? Tuwe kazini, na ni kazi ambayo tunazalisha, kazi ambayo ina matokeo mazuri. Amen. Amen. Katika Wafalme wa kwanza 2:2 nasikia maneno nasema hivi: mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Nani anajua ni maneno ya nani hayo? Ati alisema mimi ninaenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Ni mfalme Daudi. Amejua sasa yuko karibu kufa. Sauti imemwambia sasa, wewe siku zako ziko karibu kuisha. Akamuita nani? Suleimani. Akamwambia mimi naenda. Wewe nini? Hodari. Ina maana gani? Hebu tuwe tayari kutumika. Na tujue wakati wa kutumika ukifika, tutatumika. Na tuwe tumejiandaa ya kwamba wakati yule ambaye anatumika akiwa hayuko, tutaingia na kuendelea. Hivyo ndivyo Paulo anasema, mimi siku zangu si zangu, si mimi naamua, Mungu ananiamulia, na akiniamulia nitoke, wale wamesikia waendelee. Na ndipo akiongea na Timotheo alimwambia Timotheo, haya maneno nakuambia si yako tu ya kukusaidia, sambaza kwa wengine waaminifu, ili nao wafanye nini? Wasambaze. Hiyo ndio kazi yetu. Tukija hapa kanisani, yale tumesoma, tukienda tunaendelea na hiyo kazi. Hatuachi hapa kanisani ati tungoje Jumapili ijayo, hapana. Tukiwa katikati ya watu tunahudumu. Amen. Na tuwe tayari, tujiandae kwa haya maneno ambayo tunasikia. Yohana 20:8-21 inasema, Yesu akawaambia tena, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Ni maneno makali, ni maneno magumu hayo. Ni watu wamekuwa kuwahubiria, lakini wengine ni nini? Ni kubishana tu. Ni kumchekelea tu, kumdhihaki tu. Huyu anasema, huyu anafanya. Leo tulikuwa tunaongea na wadani asubuhi, tukasema siku moja Yesu anakuta rafiki yake mpendwa Lazaro amekufa. Akienda anaona vile watu wanalia. Mariamu anaanza kulia. Si walikuwa na Mariamu saa hiyo? Mariamu analia.
nani naye anakuja, huyo anaitwa, dada yake aliitwa nani? Dada ya Mariamu aliitwa nani? Hiyo jina imelipotea. Martha. Naye Martha anakuja. Na watu wanafuatana na Martha wakishindwa kwa nini? Wanakuta Mariamu analia, wanalia. Yesu naye akasikia hata yeye alie. Akasikia hata huo uchungu na akilia. Watu wengine wanaanza kusema hai. Wengine wanasema wenye nia, si tumekuwa kuna watu wana roho safi na wengine hawana roho, wana roho chafu. Sasa wenye roho safi wanasema na huyu unaona vile analia, kweli alimpenda huyu mtu. Na wengine wanasema hai, hakuna, hiyo ni hakuna. Kasi angewacha, mbona aliwacha? Si angemzuia akufe. Unaona dhihaka. Hiyo ndio maisha ya Yesu. Anadhihakiwa akifanya vizuri. Akitoa mtu pepo, mtu kipofu aanze kuona. Wanamwambia huyo mtu, najua huyo mtu ni mbaya. Mtu anasema mimi, hata huyo mtu hata jina lake sijui, lakini aliniambia na nikafanya, ameniponya. Mimi ile mimi najua ni ya kwamba nilikuwa kipofu na sasa ninafanya nini? Ninaona. Kama yeye ni mtu mzuri, mimi sijui ama mtu mbaya. Lakini ninajua Mungu hasikiagi maombi ya mtu mbaya. Mtu mwovu Mungu hasikii. Kwa hivyo hebu tushikilie ushuhuda wetu, hata kama ni rahisi hivyo, kama huyo kijana ambaye amekuwa kipofu. Alizaliwa akiwa kipofu, aliishi akiwa kipofu, na sasa amepata kuona. Tutoe tu na huo ushuhuda wa vile tunamjua wadana. Ule ushuhuda ya kwamba kule ulikuwa unaenda na ile kiu ulikuwa nayo ya pombe, utoshe tu useme kama hiyo ilikuisha, na nikakuwa mtu ana mwili, mtu ambaye ana mambo na anaweza hata kuzungumza na asikilizwe, hiyo inatosha. Hayo mengi yasitusumbue. Na akamwambia nyinyi mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu nyinyi mnaona tu ni kama si kitu. Nawaambia, hata leo tumeimba ati nyinyi mnajua nikiwa kwenye vile nilikuwa nafanya mambo mazuri, hata nilikuwa na waponya wagonjwa, hata Lazaro nilimfufua na mkaona, na bado hamnifuati, hamnisikilizi. Mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu mimi nitatoka, na nikitoka kule niko hamtaweza kuja kunitafuta huko. Si alirudi mbinguni? Wangeenda mbinguni kubishana naye huko, hawawezi. Lakini akaambiwa mtakufa katika dhambi zenu. Tuangalie na tuwe waangalifu. Tukiona mtu amepotea tumwambie, wewe mahali unaenda sioni ukienda vizuri. Baadaye hii pombe unakunywa kila siku, kila mara tukionana wewe uko mlevi, ujue maisha yako hayataisha vizuri. Kitu cha 3, 25 na 26. Biblia iko wapi? Tusome 25 na 26. Kitu kinaitwa yeye alikuwa na huo uhakika. Tutasomea 1:25 na 26. Ndio tutasomea 1:25 na 26. 25 na 26. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata msidi kuona furaha katika Kristo Yesu juu yangu, kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. Ati Paulo anaongea akiwa na uhakika ati kuona nitawaona, lakini si nimwambia hakuwaona. Kwa sababu wakati anaandika hiyo barua hakurudi tena. Si alikuwa amefungwa Rumi. Alipofika Rumi hakutoka Rumi tena. Si tulisoma katika Matendo ya Mitume tulimwacha akiwa Rumi ati
yuko huru kiasi, hajafungwa, hata amepewa nyumba yake, amekodisha mwenyewe, anaishi, anangoja wale walikuwa na mshtaki watoke huko Yerusalemu waje kumshtaki Rumi. Lakini unasikia hata akiwa yuko hiyo hali, anajua kwa Mungu kuna wote. Anasema anajua kwamba atabaki, ati hakuna mahali anaenda. Na kweli alijua hajui hiyo, lakini anakuwa na ujasiri, na huo ujasiri ndio tunaopaswa kuwa nao. Mtu mmoja akasema tukiwa hapa duniani katika mipango yetu washiko tukifanya, tunafanya mipango ni kama tutaishi milele, ya kwamba tutaishi miaka mingi, tunafanya mipango hivyo. Lakini kuishi na yale mambo tunabeba, tunaishi na mambo machache, tunatosheleka na mambo machache, ni kama tunakufa kesho. Kwa sababu kama mimi najua nitakufa kesho, nitakuwa na nini na wadani, na shida na wadani, na ati niseme wadani huyo mimi sipendaji kumuona. Hata kuna watu kanisa moja nasikia hata ukimpelekea mkongo atakataa kukusalimia. Wako. Na mtu kama huyo basi yasalimii huyo kwa mkono. Kama angefikiri nitakufa kesho, si angesalimia watu wote. Angekuwa hata washiko, hata kama atampendi anaenda na msalimia, anawaambia hapa hatujui tutaonana lini. Hapana. Hapo hao hawasalimii wengine, hao wanaona hawana dhambi. Kwa hivyo sasa anaona huyu hataki kumsalimia ako na dhambi. Kwa hivyo hata kama anaona amekufa kesho, hagemsalimia juu yeye hana dhambi na huyu ako na dhambi. Lakini akijua hivyo ya kwamba wewe usalimii huyu na umeambiwa upende jirani yako vile umejipenda. Ati vile nyinyi, Yesu akasema, si tuliambiwa yeye hakuja kutoa amri, sheria ya Torati, alikuja kuitimiza. Na alipotimiza, yeye aliacha amri ngapi? 2. Penda Mungu wako, nguvu zako, moyo wako, Mungu. Ya pili, penda nani? Jirani yako, si ndio? Na akasema ukifanya hayo yote, amri zote za Mungu na zote umetimiza. Si inasema usiibe. Utaiba jirani yako kama unampenda? Kuku yake akija kwako utamfanya mboga? Ati kama unampenda? Utaenda umkope na hiyo kitu umemkopa ukatae kulipa? Ndio nasema kama ningejua hivyo ya kwamba naweza nikakufa kesho, nitahakikisha sina deni na mtu. Sinajua wadani simsalimii, nita make sure leo nimemsalimia. Nimwambie wadani, wacha nikusalimie tu leo kwa sababu ya kesho sijui itakuwa wapi. Kwa hivyo hiyo ndio tunapaswa tuishi hivyo, ni kama tutakufa kesho. Kwa hivyo si kujiwekelea mizigo mingi, shughuli mingi, unakimbia huku, kukimbia kutafuta kazi, hata ibada una time, hata unakuwa umepumbazika ya kwamba hata wakati wa shiko umeenda kibarua, ulikuwa unakuja kwangu kuta ya kibarua hakiko, unaona sasa utaenda kutembea na kanisa liko kwa hapo, na siku ya kuko na ibada inaendelea, na wewe ulikosa kuja ibada kwa sababu unaenda kibarua. Ukute kibarua kiko na wewe mara moja. Hiyo mambo ya dunia ndio yanatupumbaza, ya kwamba tunaona ni kama lazima nifanye, lazima nitafute watoto wangu. Nao watoto hujui huko nao miaka ngapi. Hebu uwafanyie vizuri wezavyo, ukisema kesho sijui. Hiyo ndio tunaambiwa katika maisha tuishi ni kama tunaweza kuondoka wakati wowote. Lakini kupanga, tunapanga ni kama tutaishi. Na ndio hapa Paulo anasema mimi kuishi, mimi najua ni kazi. Kwa hivyo yeye akasema kazi nitafanya na nitajua
na hata akasema hata mimi mtaniona tena, lakini ukweli wa mambo hawakumuona. Lakini yeye hakuwa amesema ati labda sitawaona. Unajua mambo ya Mungu, hakuwa analia. Yeye alikuwa anaonyesha ujasiri na alikuwa anaonyesha ya kwamba ana imani atawaona. Hebu tuwe na imani katika yale ambayo tunaomba. Amen. Kwa hivyo Ian, uambie huyo Ian wako unangoja afanye kazi, si ndio? Akununulie ile kitu hukuweza kujinunulia. Unamwambia wewe fanya bidii. Si useme sasa unajua. Hapana, Paulo alisema mkiniona ni vizuri na nitakuja. Nitakuja kuwaona. Alikuwa anaambia hivyo, nitakuja. Kwa sababu yeye alijua yuko hapo afanye kazi. Kwa hivyo ndivyo alikuwa anawaambia. Yoshua 24:22. Yoshua akawaambia watu, ninyi mmekuwa mashahidi juu ya nafsi zenu ya kuwa mmemchagua Bwana Mungu ili kumtumikia yeye. Wakasema, sisi tu mashahidi. Ni nabii huyo Yoshua. Hawa watu walisumbua Musa wakiwa na Yoshua. Lakini Yoshua yeye akashikilia kuwa na Musa, si ndio? Mpaka baadaye Mungu akamwambia huyu Yoshua ndiye utaachia hao watu. Naye Yoshua akawaongoza vizuri. Wakapigana, wakashindana. Baadaye wakachoka. Naye akachoka. Kwa sababu si mnasema dideke maguru. Huwezi kusukuma kitu ambayo yenyewe haitaki, haina kinini. Imekatalia hapo. Lazima iwe nayo na migurudumu. Iwe na miguu. Hata mtu kimsukuma mwende na yeye anakuwa na miguu. Lakini akikataa miguu huwezi. Sasa Yoshua akawaambia nyinyi watu, nchi walikuwa hajapigana yote. Watu walichoka, akawaambia basi ile nchi tumepigana tugawane hiyo, na wakagawana. Sasa anawaambia sasa, nyinyi kuhusu kumtumikia Mungu, kila mtu anafanya ahadi yake na uamuzi wake. Akawaambia sasa nyinyi leo nimewauliza. Rabbi aliwaambia nyinyi siku ya leo muamue kama mtatumikia ile miungu baba zenu Ibrahimu walikuwa wanatumikia ng'ambo ya mto. Sio walikuwa wanaabudu sanamu. Lakini Ibrahimu akajitoa, Mungu akamtoa akamwambia anzisha watu hawaabudu sanamu, wanaabudu Mungu. Akawaambia hivyo. Halafu Ibrahimu amewacha. Ama mtatumikia miungu ya Misri, ni njuu yenu. Wakasema hapana, sisi tutamtumikia Mungu. Akaambia sasa nyinyi ni mashahidi juu yenu wenyewe. Kwa hivyo ujue ya kwamba shahidi bora kwako ni wewe mwenyewe. Vile umeamua utimize. Vile mimi nimeamua mambo yale nitaacha, niache. Mambo yale nitafuatilia kama Mtume Paulo, niyafuatilie kwa bidii kwa sababu nina imani ndani ya Yesu Kristo na nina imani katika yale ameahidi. Amen. Luka 9:62 nasema, lakini Yesu akamwambia, hakuna mtu atiaye mkono wake kulima na kuangalia nyuma anayefaa kwa ufalme wa Bwana Mungu. Hapa kwetu sijaona hizo ng'ombe zinalima. Ziko? Ukambani, upande Ukambani ziko. Hata Kirinyaga wanalima na ile nini na ile jembe ya inavutwa. Akasema mtu akishika jembe afuate ameweka ng'ombe wanalima, yeye huangalia kule analima, si ndio? Haangalii huku kule ameacha na nimelima kweli. Ng'ombe zitapata mwongozo. Ndio tukaambiwa basi ya kwamba yule ambaye
wakaambiwa ya kwamba yule ambaye ataangalia nyuma hafai kwa ufalme. Basi hebu kama ni kwenda twende mbele, ndio tunaambiwa Paulo akisema yeye ataenda mbele, na akiwa duniani, akiwa hai, kazi yake itakuwa huduma. Atajitoa kwa huduma bila kujali, bila kukoma, kwa bidii yake yote, akijua kwamba ikiisha huduma yake ana ufalme wa ajabu mngoja, malipo. Kwa hivyo akiwa hapa ni malipo anaongezewa. Wadansi ulifanya kazi kwa kiwanda, si watu walikuwa wanapenda sana overtime? Hata hata nakumbuka mimi nikifanya kazi, ulikuwa sengine unajitengenezea ka overtime kako, unafanya kazi polepole, saa ingine ndio lakini wakati mwingine kazi iko hata nakumbuka bosi wetu mmoja alikuwa tukifanya overtime, nyinyi hata tugombeza tukimwambia hapa kazi haikuishi, nyinyi ni overtime tu mnataka Sasa hiyo amemkali lakini anacheka kidogo kwa sababu anajua tukipata overtime hata yeye si yuko na sisi. Kwa hivyo hata sisi ni yeye pia tunatafutia overtime, kwa sababu si atakuwa ametuangalia tukifanya kazi. Sasa Paulo akasema hivyo, bidii ndio tunatuomba tuwe nayo. Tumalizie 27 mpaka 30, kitu kinaitwa kujitahidi. Na ujue ile tunatakiwa ni kufurahia kuishi katika Yesu. Hiyo ndio somo letu kubwa, ya kwamba tufurahie. Basi hebu tuone kujitahidi. 27 mpaka 30. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho mmoja, kwa moyo mmoja, mkishidania imani ya Injili, wala hamwogopi adui zenu katika neno lolote. Kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa Injili yake, mkiwa na mashindano yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Ati kujitahidi. Yao nasema katika maisha yangu mimi nitajitahidi. Na ningetaka hiyo ndio mimi nawaambia kwamba mwenendo wenu uwe ambao unastahili nini? Ukristo, unastahili Injili ya Yesu Kristo. Ya kwamba tunajitahidi kabisa. Ndio tunaambiwa tujitahidi. Maisha yetu yawe ni ya kumpendeza Mungu. Maisha yetu yawe ni yale hayana lawama. Tusikue sisi ni Wakristo lakini madeni hatulipi. Kwa sababu kuna Wakristo wako hivyo. Madeni chungu mzima lakini hatalipa. Saa yote ni mambo bado. Lakini ukikuta watoto wake bado ananunulia viatu, ananunulia nguo mpya na madeni halipi. Kuna watu wanaishi hivyo. Na hiyo haileti ushuhuda mzuri, haileti sifa nzuri za watu ambao wamemwamini Yesu Kristo. Ndio tunaambiwa tuwe hivyo. Na akasema si ati mfanye hivyo ati kwa sababu mnasikia ninakuja. Lakini hata mimi nisipokuja, mjue mmewajibika wenyewe. Ni juu yenu kuishi hivyo, ni juu yenu kuwa hivyo. Basi anasema ya kuwa labda nitarudi, labda sitarudi, lakini mfanye hivyo. Akasema ya kwamba
kuna jambo moja lazima basi kwamba muwe mmesimama katika umoja wa roho na nia pamoja, mkijitahidi pamoja kwa ajili ya imani ya Injili. Imani ya Injili ni kazi tunafanya kwa kujitahidi, kwa sababu wakati mwingine ni ngumu, wakati mwingine tunasikia tumechoka, wakati mwingine inakuwa ni vigumu, lakini tunaambiwa tujitahidi, kwa sababu mtu atalipwa kulingana na ile kazi alifanya. Si ndio tuliambiwa kile mtu atoesha kazi yake? Wewe nikiwa mzembe, nitaonyeshwa wewe siku fulani wewe ni nani huyo, unazurura tu, unaenda tu nyumba hii kwa ingine ukizurura, na ndugu zako wako mashaka ya mahali, si ndio? Wewe uko kwako ni mahindi tu unachoma ukikula, wengine wako huko mahali fulani wanazika mtu, si ndio? Hiyo ndio tunaambiwa tujitahidi katika hiyo, kwa sababu ati tukijitahidi na hiyo imani ya Injili, hata wale wanatupinga tutawashinda. Wale wanashindana na sisi, wanatupinga, wanatuchekelea, wanatudhihaki, wanatuudhi, tutawashinda, kwa sababu tutajua sisi ni imani katika Yesu Kristo, sisi ni kuja kumaliza kazi ambayo tulipewa. Amen. Kwa sababu anasema hivi ya kwamba tukiwa kanisa kuna kitu tumepewa, ya kwamba kanisa limepewa kwa niaba ya Kristo Yesu, sio tu kumwamini bali pia kuteseka kwa niaba yake. Ya kwamba hatukuitiwa tu maisha mazuri, maisha ya furaha, starehe. Hapana. Tuliitiwa pia kuteseka kwa sababu ya Yesu Kristo. Umeshika hiyo? Ya kwamba wakati tunateseka katika Yesu Kristo, si pepo ati utafukuza, ati pepo ondoka, niache. Hapana. Hiyo pepo ambaye ameingia kwa mtu anakusumbua, hiyo ndiyo kazi ambayo umeitiwa, ili siku yako ikija kulipwa, utalipwa hiyo kazi. Kwa hivyo si starehe tu ile wanaita mkate unasiagi, na umewekwa mama lady mzuri, una ladha mzuri. Maisha saa ingine ni magumu, na tutakutana na mambo magumu, na tutateseka kwa sababu ya Kristo. Basi tunaambiwa nini katika hayo? Tunaambiwa kwamba tukubali hiyo, na tukikubali hiyo, basi tunaambiwa tutakuwa na huo mzozo ndani yetu. Anasema sijui nifanye kazi ama niende. Hiyo itakuwa, kwa sababu tutakuwa na tamaa sana ya kwenda kule mbinguni kukutana na Yesu na kulipwa. Na pia wakati huo tutajua kwamba tukiwa hapa duniani ni kazi, na tuna nafasi ya kurembesha maisha yetu ile yale yatakuwa juu, kurembesha tawi letu. Kwa sababu katika Danieli tuliambiwa wengine ati watafanya nini? Watang'aa kama anga milele. Ati kuna wale watakuwa maridadi zaidi ya wengine. Kwa nini? Kwa sababu basi tufanye nini? Tukiishi basi tuishi tukijua hivyo. Tutakutana na mambo na tutatakiwa tuwe tumefurahia kuishi katika Kristo. Mambo yako, lakini mambo sio ambayo yanatuzuia, yasiwe ni kitu cha kutuzuia. Tujue ya kwamba tumeitwa hivyo na tutasimama hivyo na tutaonekana vile tuko. Sababu mbele ya Mungu hakuna kitu kitakuwa kimefichika. Duniani tunaweza tukaficha, lakini mbele ya Mungu yote yatakuwa wazi. Amen. Amen. Basi tujitahidi na tufanye kazi bora tuwezavyo wakati tunaweza. Mungu Bwana Mungu wetu